Usisababishe mimi sinaga tabia kwa kutukana watu wazima. Usababishe ngakutukana mimi. Nimeshasema kuku simtaki, ataniletea matatizo, simtaki. Full stop. Chukua kuku wako. Kwa kijana, hebu pokea simu kwanza. Simu gani hiyo? Nakuuliza simu gani ambayo unataka nipokee? Kitufe, hivi una uhakika kabisa kwamba kweli shemeji Kijiti kafariki leo? Mimi mshikaji wangu, sio kafariki leo, kafariki muda mchache uliopita, yani kama ni dakika 20 tu hivi. Na ndo imetokea tatizo. Na mimi nashindwa kuelewa mshikaji wangu, yani sielewi kabisa. Yani sielewi nifanyaje. Sasa kama unasema kwamba ni mtu ambaye mafariki muda hata sio mrefu, mbona ananuka hivi? Yaani kaka, mama kadondoka tu ghafla, hata sielewi yani. Unasemaje? Kivipi yani, wapi? Nimetoka kuangalia muda sio mrefu, ameonkaje yani? Ndiyo mwenyewe. Halo? Halo? Sister? Sikiza kijana, una sekunde 30 tu za kumrudisha huyu kuku mikononi mwako. Tofauti na hapo, mamako anakufa. Ananuka kaka. Hata mimi nashindwa kuelewa kama wewe usivyoelewa. Yaani hapa kaja muda sio mrefu mshikaji wangu. Tumekaa kidogo tusijafanikisha chochote. Na maana umenielewa. Nasikia mlango unagongwa. Ndio. Natoka nje. Nakutana na kaka yake. Yeye anavyodai kuna watu wamemwelekeza sisi majirani kwamba wamemwona anaingia hapa. Ila mimi nimepambana, nikajitahidi nimhakikishie kama huyo mtu ndani hayupo. Kiukweli alinielewa, akaondoka. Sasa cha kushangaza mshikaji wangu, naingia tu ndani. Namkuta Kijiti kajifunika shuka. Namfunua tu ile shuka. Namkuta kayatoa macho kabisa hivi. Na kaachia mdomo wazi. Pale ulipomkuta na sijamgusa, sijamsogoza sehemu yote mshikaji wangu. Ni vile vile ulivyomuona. Na ndio maana mimi nashindwa kuelewa. Dada. Kaka. Ameamka. Sawa, nitakupigia baadaye. Bila shaka umeona kijana, huyo jogoo ni jukumu lako kwa sababu umeshampokea. Na siku akipotea mikononi mwako au akachinjwa, utakuwa umeiangamiza familia yako yote, hakibaki kitu.
Sikiliza kwa makini kitu vya mshikaji wangu. Hii ni kesi kaka. Yaani ukiacha tu kesi, tambua hapa ni bongo. Kwa ina maana kuna kesi hizi mbili. Kuna kesi ya mauaji. Kuna kesi pia kutembea na mwanafunzi. Kaka, usipojiangalia tunaweza tukakupoteza kabisa uraiani. Lakini Kitufe, nisikilize kwa makini. Kuna kitu kimoja tu cha kukusaidia. Ni kitu gani? Hapa inabidi tupoteze ushahidi. Unamaanisha nini? Najua hujanielewa Marume. Sasa iko hivi. Umesema kabisa kwamba una uhakika kwamba hakuna mtu mwingine yoyote aliyemwona Kijiti akiwa anaingia ndani kwako. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinachotupa sisi hapa uhuru. Umesema kwamba kakake amefika mpaka hapa nyumbani. Amekuja kukuulizia kuhusu mdogo wake na wewe umemkatalia kata kwamba hajafika hapa kwako. Sasa nisikilize kwa makini rafiki yangu Kitufe. Yule ameshakufa. Achana naye. Mradi kujikwamua katika hili swala. Twende tukachukua gunia kubwa. Tumweke. Itakapofika usiku, tumpeleke maporini. Tuchimbe shimo refu takalofika futi 6, 7 mpaka 8. Tumfukie. We sister. Kuna nini? Yaani kaka, afadhali tu umefika. Maana sielewi kabisa, nachanganyikiwa. Yaani hapa nimekaa lakini kichwa sielewi kabisa, nina mawazo. Mama yuko wapi? Mama yupo ndani kalala. Na kimekuta nini? Yaani kaka, yaani nashindwa hata kuelewa. Mimi nilikuwa nyuma huko nafagia. Ghafla tu nasikia kishindo. Nakuja nachungulia, mama kadondoka. Kila nikimgusa, nikimwamsha, hatingishiki wala macho yapepesi. Yaani kama mtu ambaye alikuwa amekufa. Niliogopa sana. Kaka, yaani nilichanganyikiwa. Ndio nikachukua jukumu la kupigia simu. Ile tu namaliza kuongea na wewe, ndio mtu akaamka. Yaani kaamka kwa nguvu, kama mtu aliyefufuka kaka. Yaani nilichanganyikiwa, sielewi kwa kweli. Yaani kwa kifupi, nayaona makaburi yakipangana kwenye uwanja wenu. Ngoja nikamuone. Kaka, hii ni hatari sana. Hii ni hatari kubwa sana kwa mama. Yaani mama japo na uzee wake wote hajawahi kuumwa huu ugonjwa, na katika familia hii hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kuumwa huu ugonjwa wa kuanguka. Halafu kuanguka kwa mama sio tu kulikuwa kuanguka, yaani ni kama alikuwa amekufa. Yaani ni hali ambayo hata mwenyewe ungeona basi ungeshtuka zaidi. Yaani najua utaweza kuchukulia kawaida kwa sababu hukuwepo, hujaona kaka. Lakini mimi niliona. Yaani niliogopa. Yaani niliogopa, nikahisi kama tumempoteza mama kaka. Unaona tunafanya nini? Hebu acha utoto basi. Acha utoto. Na ili swala tusiwape faida watu. Tusiwape watu faida kwa vitu vizokuwa na mbele wala nyuma. Kubali tu yaishe. Yaani kwa nini upende kung'ang'ana? Yaani unajua kabisa vitu haviwezekani.
na unanijua vizuri kabisa kwamba mimi sipo huko na kukufikiria, lakini bado unang'ang'ana, yani unaendekeza wewe usiokuwa na mbele wala nyuma. Acha basi ya mambo, acha. Mimi napenda hili jambo liishi, napenda liishi, tufikie mwafaka ili tuendelee na amani yetu iliyokuwepo mwanzo. Na mwafaka wenyewe ni kwamba nataka nikupe hela ukanunue kuku mwingine uchinje, kwa sababu naona ushamleta kijana hapa akuchinjie ule. Huyu nataka nimrudishe kama mwenye nayo. Kwa hiyo nimekwambia hivi, sitaki kuku mwingine, namtaka huyo. Fanya kitu kaka, kama ndo tumpeleke hospitali au sehemu yoyote, naona tumpeleke tu, maana hii hali sio ya kawaida, hali inashangaza sana. Sawa, mimi naondoka. Uondoke tena? Mimi nikajua labda utamsubiria mama aamke, umuone, uongee naye pia. Sasa mbona unataka kuondoka hivyo haraka haraka? Nitarudi baadaye. Akiamka utanipigia simu nirudi niweze kuongea naye. Kwa sasa hivi inabidi niondoke, kwa sababu pia kuna mzigo na uaisha nyumbani. Halafu kweli wakati unaingia nilikuona kama umebebelia kitu hivi kama kuku mweupe. Umemweka wapi? Acha shobo. Hapana, yule sio kuku. Nilikuwa nimebeba kiroba cha unga wa sembe. Nini dona? Oya, vipi hapo? Mbona umeshtuka? Unaona aibu baada ya siri yako kufichuka eh? Ulioificha kipindi cha muda mrefu. Siri? Siri gani? Nisikilize Steve, acha kujizima data na sitaki kukuzulu mzee. Namuomba wewe jogoo wa ajabu niondoke naye kabla hujaona kizunguzungu. Sijakuelewa. Usinipotezee muda. Mshirika wangu ameniambia ya kwamba jogoo amewika hapa nyumbani kwako alfajiri ya kuamkia leo. Namuomba niondoke naye. Acha kujifanya mtu mwema. Oho. Nyumba yangu hii hapa. Ingia ukamchukue. Mbona unaongea kwa kujiamini hivyo? Umepanga niingie ndani kwako ili unifanye kitu mbaya, si ndio? Hata wewe umejiamini, ndio maana ukafika mpaka hapa. Sasa umeshafika, ingia ndani ukamchukue. Nini sasa? Mkuu, pole sana. Mkuu, nija kukusaidia? Mkuu,
Nini kimekusibu? Maana ujaji wako huu kidogo umetupa mashaka sisi. Ulivotoka juu kuja hadi chini, kikweli mpaka hali hii ikashindwa kuhimili. Umetengeneza shimo mkuu. Niambie kiongozi wangu, uko ulikotokea, kitu gani kimekusibu kiongozi wangu? Yaani wewe acha tu. Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Kama tulivyokuwa tumeongea kwamba naenda kwa Steve ili nikamchukua yule jogoo wa maajabu. Lakini wakati nafika pale nyumbani kwa Steve, nilifika pale kwa kishindo. Na Steve alionyesha kabisa kuniogopa mimi. Akaamua niruhusu niingie ndani kwake. Wakati naingia ndani, hata sijui ni nini kilichotokea. Mshirika, ina maana hiyo ndo sauti yake? Hiyo ndo sauti yake hiyo. Sasa mbona uwaga anaongeaga ile sauti ya bezi ile, alafu sasa hivi nashangaa anaongea sauti nyororo kabisa? Mimi mwenyewe sijui kwa nini wanaongea msauti mbaya vile, ila anaka sauti nyororo laini kama katoto ka 2000. Ila nahisi kabisa yani alinitegea unyoya wa ule jogoo wa ajabu karibu na mlango wake. Nahisi nilivyoingia tu niliukanyaga. Baada ya hapo sikujua kilichotokea. Mshirika, alafu unajua kuna kitu ambacho hapa sielewi. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Kwani hivi huyo jogoo wa ajabu yani ni wa nini yani? Kwa sababu nashangaa toka nimejiunga kwenye hiki chama nitafuta sana huyo jogoo wa maajabu. Alafu unakumbuka mlisemaga kwamba huyo mkuu wenu mnamwaminia sana, maana ana nguvu za ajabu kushinda wachawi wote. Sasa kinachonishangaza, na yeye kapigwa kadondoka chini kama kimondo, mapaja yote wazi. Mimi nimemchungulia pale. Mkuu, pole sana mkuu, ila hizi ni changamoto za kazi tu. Usijali, kila kitu kitakaa sawa. Na kuhusu jogoo la maajabu, tutampata tu mkuu. Usikate tamaa, kwa sababu wewe ni mwenye uwezo sana. Lakini mkuu, naona utumie sauti yako la mamlaka, maana hili ndogo hala likupendezi. Lakini pia swala lako la kupigwa hatutamwambia mtu mwingine, itakuwa ni siri yetu tu. Kweli eh? Asante sana kwa ushauri wako Bangisi. Nina imani lazima tumpate jogoo wa maajabu. Sasa mimi ninachojiuliza, hivi jogoo wa nini yani? Kwa nini namtafuta? Kwa nini tusiachane naye? Wewe acha tumshirika. Jogoo wa ajabu ana umuhimu sana kwetu. Ana umuhimu kiasi kwamba tukimpata, yani tumeshatoboa. Na yeye ndiyo hatima yetu. Yani ndio maana tunapambana ili tumpate. Na tukimpata tu, tukimtumia katika mambo yetu, tunakuwa nchi ya kwanza kwa uchawi duniani. Unajua kama sijakuelewa. Nisikilize mshirika. Jogoo wa maajabu ni utajiri usioisha. Anayempata njaa haisogei mlangoni mwake. Lakini pia ni siri. Walioijua walinyamaza na walioizungumzia walipotea.
Sio hivyo tu, jogoo ajabu ni kinga. Risasi hupoteza njia, mapanga huisha makali, na sauti yake ni mamlaka. Ikisikika tu, waliokuwa na nguvu hupatwa na hofu. Na kubwa kuliko ni tukio analolifanya kila Ijumaa saa 6 usiku. Wewe, ni tukio gani hilo? Unataka kujua? Vipi hapo?